Karibuni katika darasa huru la Injili. Darasa hili lina malengo kama manne hivi. Lengo la kwanza, tunajifunza katika darasa hili huru ili kumjua au kumfahamu sana mwana wa Mungu. Inawezekana kumfahamu, tunamfahamu, lakini nini ya darasa hili? Kumfahamu sana. Na hii inapatikana katika Efeso sura 4 mstari wa 13. Lengo la pili ni kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hii tunaipata katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Lengo la tatu la kujifunza katika darasa hili huru ni ili kuweza kukua au Kristo aumbike. Tujifunze neno la Mungu mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Na mwisho, si kwa umuhimu, tunajifunza neno la Mungu kwa kuyachunguza maandiko kila siku ili tuone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyosemwa, yalivyoandikwa, ndivyo yalivyo katika uhalisia wake. Mwisho wa kipindi hiki usisahau kucomment, kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Kichwa cha somo la leo, tunataka tujifunze hatua za kukua kiroho. Hatua za kukua kiroho. Tunasoma maandiko kutoka Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa kutoka nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bado tunaona zile hatua tatu za ukombozi wa kiroho ambao unafanana kabisa na ukombozi wa kimwili wa Wamisri walipotolewa Misri, wakawa njiani miaka 40, wakaingia Kanani. Tunaona hiyo ni typology ya Biblia, ambayo hiyo ni type na antitype yake tunaiona katika mstari huu wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 13. Baada ya kuokoka, kukua kutoka utukufu hadi utukufu ni kitu kinachofuata. Au niseme, kuokoka sio mwisho. Kuokoka ni mwanzo wa safari ya kuishi maisha ya kiroho. Ni mwanzo. Watu wengi, kanisa na watu mbalimbali wanafikiri wakishaokoka ndio wamemaliza. Lakini sio. Kuokoka ni mwanzo wa safari, wala sio mwisho. Na ndio maana Biblia inasema mahali pengi. Kwa mfano katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, kutoka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Ukishaokoka, baada ya kupokea badiliko na kuzaliwa mara ya pili, jambo linalofuata ni kukua kiroho. Na niseme tu mwanzoni, maisha ya mwanadamu kwa asilimia kubwa ni ya rohoni. Ndio maana Biblia inasema kwamba enendeni kwa Roho. Kuna siku tutajifunza ili ugundue kwamba maisha ya mwanadamu yanaanzia rohoni. Kila kitu kinaanzia rohoni. Kwa hiyo mwanadamu kwa asilimia kubwa anaishi rohoni. Wenzetu wachawi wanajua hili na wanajua kuitumia hiyo fursa ya kuishi rohoni. Ndio maana wanawapiga watu kiroho, ambao wanafikiri wako mwilini, kumbe na wenyewe wako rohoni. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu kwa asilimia kubwa ni rohoni. Sasa tumeona mwanadamu akiokoka anazaliwa mara ya pili. Alizaliwa mara ya kwanza na baba na mama. Anapookoka anazaliwa mara ya pili. Sasa akizaliwa mara ya pili analishwa neno ambalo ndio chakula. Na akilishwa neno ambalo ndio chakula cha kiroho, tunategemea akue. Hapa tumesoma kwamba anatakiwa akue kutoka utukufu kwenda utukufu. Aya hii inasema kuwa baada ya kuokoka tunabadilishwa kutoka utukufu kwenda utukufu. Yaani tunakuwa kiroho zaidi na kuwa kama Yesu.
Tunatakiwa kukua kiroho mpaka tufikie kwenye level ya kuwa kama Yesu. Kukua ni mchakato wa maisha ya rohoni, ya roho zetu, ambapo tunakuwa katika imani, tunakuwa katika upendo, tunakuwa katika utii, kwa kumtii Mungu na neno lake. Lakini neno lingine linaonyesha kwamba tunakuwa ni Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake kutoka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunakuwa katika imani pia, kutoka imani kwenda imani. Maisha ya wokovu ni maisha ya mabadiliko kila siku, ni maisha ya kukua kila siku, ni maisha ya kuongezeka. Aya hii inaonyesha kuwa baada ya kuokoka tunakuwa kutoka imani moja kwenda imani nyingine. Yaani tunakuwa katika imani yetu na kuwa zaidi na uhakika zaidi na uhusiano mzuri zaidi na Mungu wetu. Huu ni mchakato wa kuendelea kujifunza, kuamini na kutii neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linatufundisha kwamba kuna kukua, na ziko njia ambazo zinaweza kutusaidia kukua kiroho. Njia ya kwanza, unaposoma neno la Mungu kila siku na kujifunza neno la Mungu kila siku, iwe ni sehemu ya kiu yako. Kila siku jiwekee utaratibu, mruhusu Roho Mtakatifu akufundishe. Lakini jambo lingine, jinsi ya kukua kiroho, ni kusali au kuomba, kuongea na Mungu kila siku. Mweleze haja zako, mweleze unataka nini, mweleze hutaki nini. Unataka ushindi dhidi ya adui shetani, dhidi ya wachawi na wawanga. Hakikisha kwamba unaomba, unakuwa muombaji. Na ziko aina 4 au 5 za sala. Kuna dua, kuna sala, kuna maombi, kuna shukurani, kuna maombezi. Ni aina 5 za sala ambazo ni lazima ujifunze kuomba, na kila moja ina namna yake. Kwa mfano, sala ni maombi unayoyapeleka kwa kuwa unampenda Mungu. Hupeleki hitaji, unapeleka tu, unamwambia wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya hiki, asante kwa ajili ya kile. Unasema kwa sababu unampenda. Tofauti na maombi. Maombi ni mahitaji. Unakuwa na mahitaji yako, unakuwa na orodha ya mahitaji yako, unayapeleka. Hayo ni maombi. Dua ni maombi maalum. Maombi maalum. Unakuwa na jambo moja tu, unalingangana nalo hilo kulipeleka mbele za Mungu. Maombi ya namna hiyo yanaitwa dua. Shukurani, unamshukuru Mungu. Maombezi, unasimama katikati ya mtu na Mungu, unamuombea ili Mungu amrehemu, ili Mungu amponye. Hizo zote ni aina za sala ambazo tunapaswa kuwa nazo. Nazo zinaweza kusaidia sisi kuweza kukua. Lakini jambo lingine, tunajihusisha na kanisa. Tunajihusisha na wenzetu. Biblia inasema kwamba msiache kukusanyika kila siku, maadamu itwapo leo. Lakini pia kukaa na Roho Mtakatifu. Kanisa la leo halina mahusiano mazuri sana na Roho Mtakatifu, kwa sababu wana mahusiano na vitu vingine. Wengine hawana haja na Roho Mtakatifu kwa sababu elimu yao inawatosha. Notisi zao zipo, vitabu vipo, mafundisho ya watumishi wao yapo. Kwa hiyo wanaona hawana haja ya kufundishwa na Roho Mtakatifu. Lakini ili tuweze kukua, lazima tumruhusu Roho Mtakatifu atufundishe na kutuongoza. Maana ndiye aliyepewa jukumu. Ukisoma katika Biblia, Yesu alisema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaamuru ninyi. Kama msingi wa kukua ni kula, mwili unakuwa kwa kula, hali kadhalika roho itakuwa kwa kula neno ambalo utalisoma na Roho Mtakatifu atalihuisha ndani yako. Ziko hatua kadhaa za kukua. Kipindi kijacho tutajifunza hizo hatua 7 za kukua. Lakini leo nilitaka tujifunze makundi 4 ya kanisa. Makundi 4 yaliyoko kanisani ambayo yanapaswa kukua.
watu wamedumaa katika makundi hayo. Tukiyajua hayo makundi, tutakapojifunza somo lijalo la hizo hatua 7 za kukua, utaelewa unakuwa ukitokea kwenye kundi lipi. Kwa sababu yako makundi kadhaa. Wakristo wamegawanyika katika makundi kadhaa. Acha haya madhehebu. Ndani ya hayo madhehebu kuna hayo makundi ambayo yamejificha. Kundi la kwanza ni kundi la Wakristo wachanga kiroho. Tunaita spiritual infants. Ni kundi la Wakristo wachanga kiroho. Hawa ni waumini wapya au wale ambao bado hawajakuwa kiroho. Hawawezi kustahimili wanastahili kupata mafundisho, lakini sio mafundisho magumu ya kiroho. Ni Wakristo wachanga, na kuita Wakristo wachanga sio tusi, bali ni hali ya awali ya maisha ya kiroho mara baada ya kuokoka, mara baada ya kuhamishwa. Mungu anataka kuendelea kukua. Tuache mazoea. Lakini kukua ni baada ya kupokea maziwa. Kula maziwa, wala sio chakula kigumu. Tunasoma habari hizi katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema hivi: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda, kuna fitina, je, nyinyi si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine, mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani? Au Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nalipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Paulo anaeleza wazi kabisa kwamba kuna watu ambao ni wachanga kiroho. Mara baada ya kuhamia katika ufalme wa mwana wa pendo lake, baada ya kuzaliwa, unafuata hatua ya spiritual infants. Unakuwa katika hatua ya utoto uchanga kiroho. Hapo unatakiwa kulishwa maziwa. Biblia mahali pengine nasema unyeshwe maziwa yasiyogoshiwa, maziwa fresh, ili uweze kukulia wokovu. Unahitaji maziwa, wala sio chakula kigumu. Kwa hiyo kuna Wakristo ambao wako kwenye kipindi cha uzaliwa, ni watoto wachanga kiroho, na wengine wamekaa miaka mingi. Kukaa kuwa mtoto mchanga baada ya kuokoka haijalishi miaka. Kuna watu wengine wana miaka mingi wako kwenye hatua hiyo. Kuna haja baada ya somo hili kugundua hatua ulionayo na usonge mbele. Na kuna wengine wanaokoka leo, baada ya siku 2-3 ameondoka katika hatua hiyo ya uchanga. Inategemea bidii ya kula neno la Mungu. Inategemea bidii ya kuwa na mahusiano na Roho Mtakatifu. Na hapa imeelezwa dalili za watu wachanga kiroho. Wamesema kabisa kwamba watu hawa wanashindwa kupambanua. Wanajisifia watumishi. Mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa mtume fulani, mimi ni wa nabii fulani kiboko. Ukisikia mtu anasema hivyo, ameokoka, ana miaka mingi, lakini ni mchanga kiroho. Na ndio hawa watu wanaoweza kutekwa huku na mafundisho. Ndio maana ni lazima kuweza kufundishwa neno la Mungu kwa usahihi na ukamilifu wake, ili sisi tukachotwa. Sifa zao: wananyeshwa maziwa, wala hawalishi chakula kigumu. Sifa yao: chakula kigumu hawakiwezi. Ni watu wa tabia ya mwilini, huwa
ni watu wenye husuda na fitina. Hujisifu au hujisifia kwa ajili ya watumishi wao, wakisahau kwamba hao watumishi ni wahudumu tu ambao kwao waliamini, lakini hutakiwi kumsifu, kumtukuza, kumtanguliza, kuchukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Niambie mtumishi wa Mungu, nani ni muoe? Ala, hapana, wana mipaka yao, nao ni wanadamu. Tunapaswa, wakishatufikisha kwa Kristo, tutashirikiana nao kutulisha neno la Mungu, lakini mwenye amri ya mwisho ni maandiko pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa Wakristo wachanga kiroho ni wale ambao walimwamini Yesu Kristo, lakini bado hawajakuwa kiroho. Bado wako katika hatua ya awali ya maisha ya kiimani. Kama nilivyosema awali, unaweza ukakaa muda mrefu tu katika hii hatua. Inategemea unajipanga vipi, una bidii gani ya kula. Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 anasema hivi: kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya neno la Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Hawa ni Wakristo waliokosa uzoefu wa neno la haki. Hawajakomaa na kuelewa mambo mazito ya kiroho. Kukua kiroho ni muhimu sana. Ni lazima kupata badiliko. Ulipata badiliko la kuhama, lakini huku ulikohamia lazima ukue, lazima ubadilike. La sivyo utakuwa mchanga kiroho maisha yako yote. Na Biblia ukisoma katika Wagalatia inasema sura ya 4 kwamba mtoto awape mfalme awapo mtoto. Hana tofauti na mtumwa. Mtoto hata kama ndiye mmiliki wa mali, baada ya baba yake kufariki, hawezi kumilikishwa magari na kila kitu. Mtoto wa miaka 5 atasubiriwa mpaka akomae. Mungu anakusubiri ukomae kiroho, ufike katika hatua fulani ya kiroho, ili aweze kukupa baraka zako. Kuna baraka nyingine ukizipata sasa hivi kwa hatua ya uchanga ulionayo, huwezi ukastahimili, unaweza ukarudi nyuma. Tatizo la kuwa watoto wachanga nimelieleza hapa katika Wagalatia 4 sura ya 1. Anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya waangalizi na watunzaji, hata wakati utakapokwisha ulioamriwa na baba yake. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida ya kwanza ya dunia, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, Mungu amemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali wewe umwana, na umwana basi, na kama umwana basi wewe ni mrithi wa Mungu. Naona kuna kitu kinaelezwa kizuri sana hapa, kwamba mrithi anapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, lakini amekombolewa, ana haki zote, na baba yake amefariki, lakini kaeleza kwamba huyu muacheni, mleeni, mpaka shikilieni mali zake mpaka atakapofikisha umri fulani wa kujitambua na kujielewa. Mpeni mali zake. Wakati akiwa ni mchanga, hana tofauti na mtumwa, hawezi akapewa kila kitu. Lakini anasema sisi ni watoto, sisi si watumwa. Tukishahamia huku sisi ni watoto, sisi si watumwa, na kama ni watoto sisi ni warithi. Tunarithi kwa Mungu. Ndio maana niliwahi kusema kwamba mimi nikishaokoka, nikishahamishwa kutoka katika ufalme wa giza nikahamia katika ufalme wa mwana wa pendo lake, sirithi tena kwa baba wa kimwili. Mimi narithi kwa baba wa kiroho. Kwa hiyo siwezi kurithi laana.
Siwezi kurithi labda manuizo, maapizo. Siwezi kurithi vifungo. Siwezi. Tutajifunza baadaye kwamba kitu ambacho hakikuhusu, ukijihusisha kitakuhusu. Watu wengi sana wameokoka, lakini bado laana zinawafuatilia kwa sababu wamefundishwa na walimu wa uongo kwamba iko laana hata baada ya kuokoka. Hasa kuokoka maana yake nini? Yesu kaja kafa msalabani kwa ajili ya nini? Aliposema imekwisha, kimekwisha nini? Yesu wokovu wake ni mtimilifu. Ukimwamini, ukahamia katika ufalme wa mwana wa pendo lake, laana zote hakuna, mikosi yote hakuna, hakuna cha kurithi. Wewe ni mtoto wa Mungu, unarithi kwa Baba. Au mwadhani maandiko yasema bure? Biblia inatueleza hiyo ni hatua ya kwanza. Kuna Wakristo wengi sana wako katika hali ya uchanga. Wengine wana miaka mingi sana, 30, 50 tangu waokoke, lakini hakui, habadiliki, hasogei, yuko vile vile. Hajawahi kushuhudia hata mtu mmoja kwamba Yesu anakupenda, Yesu anaokoa. Anafikiri kazi ya kushuhudia ni watu wengine. Hiyo ni dalili kwamba huyu mtu hakui, hana matunda, amedumaa. Kwa jina la Yesu, Mungu atusaidie kwamba baada ya kuokoka kuna kukua. Toka kwenye hatua ya uchanga, kwa sababu katika hatua hiyo unakuwa huna tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Kundi la pili la watu waliookoka. Kundi la pili la Wakristo ni Wakristo wa matendo ya mwili. Carnal Christians. Carnal Christians ni Wakristo wa matendo ya mwili. Wameokoka, lakini matendo ya mwili yanawasumbua sana. Hawa ni waliookoka, lakini bado wanaishi kwa kuongozwa na tamaa za mwili. Bado badala ya Roho Mtakatifu wanaweza kuwa wachanga au wamekwama tu kiroho. Wanajikuta pamoja na kuokoka, lakini kila wakati wanajikuta wameanguka. Wakristo wa mwilini hawa ni kama watoto wachanga. Dawa yao ni kutubu tu. Ni kutubu, kujifunza neno la Mungu kwa bidii na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuweza kubadilika, ili kuweza kukua. Kumbuka masomo yaliyopita, nimeendelea kukazia kwamba Ukristo ni mabadiliko. Kuokoka ni mabadiliko. Ni lazima ubadilike kila siku kiroho. Kutoka hatua nzuri kwenda nzuri zaidi. Kutoka hatua moja kwenda mbili, ya pili na ya tatu na ya nne. Ni safari. Wokovu ni safari hadi tufikie kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Wagalatia 5:19 anasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini katika hayo nawaambia mapema, kama ilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Wewe umeokoka. Kama umekamatwa na tendo mojawapo la mwili hili linakusumbua, usiseme ni udhaifu wangu, usilichekee. Mbinguni huendi. Kuna Wakristo wengi sana mbinguni hawatakanyaga kwa sababu ya matendo ya mwili yanayowasumbua. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 anasemaje? Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mwaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Wakristo wa matendo ya mwili ni wale ambao ingawa wameokoka na kumwamini kabisa Kristo, lakini bado hawana mabadiliko. Lakini bado wanaishi katika kufuata tamaa za mwili. Lakini bado tabia na mienendo ya miili yao, badala ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, wanaongozwa na tamaa. Waebrania sura ya 12 mstari wa 1 anasema: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu.
Mbele yetu kuna mashindano ya kuishindania imani, ya kupiga vita mwili, ili ile dhambi inayotuzinga kwa upesi. Kuna watu wameokoka, lakini kuna dhambi moja tu inamzinga kwa upesi. Tunapaswa kuishinda. Usiichekee, itakuharibia. Yesu ndiye aliyekufa. Mwambie, Bwana Yesu, hii hapa, itazame hii hapa. Bwana Yesu, kote huko niko vizuri, nashukuru, lakini hapa. Usiseme huu ndio udhaifu wangu, kwamba mimi nimeokoka jamani, lakini udhaifu wangu michepuko. Usichekee. Mimi nimeokoka jamani, lakini kapombe bila kupita kidogo, huo ndio udhaifu wangu, mniombee. Ukimchekea nyani utavuna mabua. Kama Waswahili wanasema hivyo, si zaidi sana? Biblia inawita watu wa namna hii ni watoto wachanga vile vile. Unaona, watoto wachanga wanarudishwa tena kwenye kundi la pili, lakini pia wanaitwa ni watu wa tabia ya mwili. Sifa ya watu wa matendo ya mwili ni kwamba, kwanza, wanahusuda, wanawivu, wanafitina na ugomvi kama kawaida. Mwingine anamwambia, bahati yako nimeokoka. Usingekuwa nimeokoka ningekutwanga ngumi. Yaani anatamani kumtwanga ngumi kizuizi kwa sababu kaokoka. Hapo ndugu yangu bado ni shida. Huyo mtu umemtwanga ngumi hata kabla hujamtwanga. Nilikwambia pale awali kwamba maisha ya binadamu ni rohoni zaidi kuliko kimwili. Ndio maana hata nguo uliovaa leo uliamua rohoni. Uliamua uamke saa ngapi? Rohoni. Ukaamka kimwili. Uliamua ukaoge saa ngapi? Ukaenda kuoga kimwili. Uliamua uvae nguo gani? Rohoni. Kimwili ukatekeleza. Ukaamua uende kazini, upande gari lipi, au kwa baisikeli au kwa nini? Kimwili ukatekeleza. Mambo yote yanaanzia rohoni. Hata aliyetengeneza kiti, anayejenga nyumba, anaiona rohoni kwanza, ndipo anaileta katika uhalisia. Mambo yote yanaanza rohoni. Kwa hiyo ukiwa vizuri rohoni, ndio maana katika Yohana wa kwanza anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na maendeleo kama roho yako inavyofanikiwa. Mwilini upo ulivyo kama rohoni kwako ulivyo. Kwa hiyo watu hawa wanaongozwa na hisia, wanaongozwa na tamaa, wanaongozwa na mazoea ya kale, sio Roho Mtakatifu. Watu hawa hawajakombolewa vizuri kiroho, bado hawajabadilishwa tabia zao. Ndio maana nisema pale kwamba kuokoka ni kubadilika tabia, kubadilika mwenendo. Wanaweza kuwa na ujuzi wa neno, lakini kwenye matendo wanakwama. Matendo ya mwili ni nini? Tumesoma katika Galatia hiyo 5:19. Hatari ya kuishi kwa mwili. Huwezi kumpendeza Mungu, jambo la kwanza. Warumi 8:8 anasema, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ukiwa na mtu wa matendo ya mwili unaendekeza, huwezi ukakua kiroho, unadumaa. Huwezi ukaona ushindi wa kiroho. Hilo ni kundi la pili. Kundi la tatu la Wakristo ni Wakristo watumwa, si wana, spiritual enslaved, not sons. Kuna Wakristo sawa. Kuna Wakristo ambao wako kwenye kundi hili la tatu. Wao wameokoka, lakini bado ni watumwa. Ni wale wanaofuata, wameokoka lakini wanaifuata Torati. Wameokoka lakini wanafuata sheria. Wameokoka lakini wanafikiri wokovu wao utakamilishwa kwa kushika Torati. Wokovu wao wanafikiri ni mwepesi mno mpaka waukamilishe na sheria. Wanafikiri wokovu huu ni mwepesi mno, unauholela ndani mpaka waweke kanuni. Hawa wameokoka lakini ni watumwa. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 4 anasema, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili wapeleleze uhuru wetu ulio katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Paulo anaeleza kuwa kabla ya imani tulikuwa kama watumwa, lakini baada ya kuokolewa Mungu ametufanya kuwa wana.
si watumwa tena. Paulo anaeleza kabisa kwamba ukishaokoka, kabla ya kuokoka, wewe ulikuwa mtumwa. Ulikuwa unatimukishwa huko na dhambi na sheria na torati na kadhalika. Lakini ukishaokoka, wewe sio mtumwa tena, wewe ni mwana. Hutakiwi kutumikishwa. Na Paulo anaeleza hapa kwamba kuna watu wamejiingiza katika kanisa ili kuharibu uhuru wetu. Ndani ya wokovu kuna uhuru wa uwana, kuna uhuru wa kuabudu, kuna uhuru wa kumtumikia Mungu, kuna uhuru wa maombi, kuna uhuru wa kuishi kiroho. Hakuna utumwa. Lakini shetani ameingiza walokole bandia ili kuja kuchunguza uhuru wetu katika wokovu na kutufundisha kuishika torati, kuturudisha katika utumwa. Tukatae kwa jina la Yesu mafundisho yote ambayo yanafundisha sheria, torati, kanuni, masharti. Ukija kusikia kwamba mbinguni hufiki mpaka usipotoa zaka, mbinguni huendi. Nani kasema? Ina maana kutoa zaka kuna thamani kuliko damu ya Yesu? Kwani kutoa zaka kulikuwepo hata kabla Yesu hajakuja? Kukashindwa, Yesu akaja akaitoa damu yake pale, ndipo tukaokoka. Mambo mengine ambayo yalikuwepo yakashindwa kutuokoa hayawezi kutuokoa baada ya neema. Neema peke yake ndio inayoweza. Jina la Yesu peke yake ndilo linaloweza. Ni Yesu peke yake Mwokozi. Sio ubatizo, sio nini, sio chakula cha Bwana, sio kwamba nakataa, sio kwamba nadharau. Shika kichwa. Kwa Yesu shika kichwa. Shika jina la Yesu. Shika damu ya Yesu. Mshike Yesu mwenyewe. Hivyo vingine vyote vitafuata. Vina thamani kama Yesu umemshika. Kuna faida gani ukabatizwa ubatizo unaotaka kubatizwa kama Yesu hunaye? Kuna faida gani ya kutoa hata maisha yako ungue moto kama Yesu huna? Yesu kwanza, wokovu kwanza, imani kwanza, ahadi ya Mungu kwanza, Roho Mtakatifu kwanza, Yesu kwanza, ndipo mambo mengine yote yawe na faida. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 15 neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa hamkukopokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Neno la Mungu liko wazi kabisa kwamba baada ya kuokoka hatukupokea tena. Anaposema tena, manake tulikuwa nayo roho ya utumwa. Tunapookoka, hiyo roho haitufuatilii tena. Badala yake tunapokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo Roho Mtakatifu analia ndani yetu Aba, yaani Baba. Mungu anakuwa ni baba yetu. Na Mungu akiwa baba yetu, tunakuwa ni warithi kwa Baba. Haturithi kwa baba wa kimwili tena. Haturithi kwa mababu wa kimwili tena. Kama walikuwa na mikosi inaishia hapo. Kama walikuwa na laana zinaishia hapo. Kama kulikuwa na manuizo yalikuwa naishia hapo. Lakini cha ajabu kilivyo, jambo ambalo halikuhusu, ukijihusisha litakuhusu. Laana haikuhusu tena baada ya kuokoka. Ukiendekeza, ukajihusisha, itakukamata na itakutesa. Watu wengi sana wako kwenye vifungo baada ya kuokoka. Sio kwa sababu vifungo vina nguvu kuliko wokovu. Hapana, lakini ni kwa sababu vifungo haviwahusu baada ya kuokoka. Lakini kwa sababu wamejihusisha kwa mafundisho potofu, vifungo vinawahusu na vinawatesa na vinawasambaratisha. Kama umeokoka, kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, simama katika neno, simama katika mahusiano na Roho Mtakatifu, ukijua hakika vifungo havina nguvu tena kwako. Laana hazina nguvu kwako tena. Hata kama mtu akulaani mpaka kichwa juu, kichwa chini, miguu juu, hakuna kinachoendelea. Mambo yasiyokuhusu ukijihusisha yatakuhusu. Hii ni kauli ya hekima inayoweza kutumika katika maisha ya kiroho ya kila siku. Inasema kwamba kama jambo halikuhusu, usijihusishe nalo. Ukijihusisha nalo, litakuhusu.
kesi haikuhusu, hafu unainunua, itakuhusu. Laana, ipo mifano michache. Laana haikuhusu. Laana ni mojawapo ya mambo ambayo ukishaokoka hayakuhusu. Lakini ukijihusisha na mambo ya laana, ukasoma habari za laana, ukafundishwa habari za laana, namna ya kujikomboa na laana, laana itakuhusu. Laana ni aina ya adhabu ambayo ni mapatilizo baada ya dhambi. Kama Bwana Yesu amekusamea dhambi, laana inakaa wapi? Maana laana ni mapatilizo ya dhambi. Sasa dhambi imetolewa, dhambi imetubiwa, mapatilizo ya laana ya dhambi yanatoka wapi? Wagalatia 3:13 anasemaje? Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Yesu alipokufa msalabani, kule kuangikwa, alichukua laana zetu zote. Alichukua dhambi pale msalabani, akasema imekwisha. Akachukua na laana pale msalabani, akasema imekwisha. Laana kwa maana hiyo haikuhusu, kwa maana ya maandiko haya. Huhusiki na laana, wala mtu aliyeokoka hana laana. Lakini ukijihusisha na laana kwa kujifunza, ile laana itakuhusu. Jambo ambalo halikuhusu, ukijihusisha litakuhusu. Jambo la pili ni umaskini. Umaskini ulimalizwa pale msalabani. Lakini kwa nini watu leo ni maskini? Kwa nini Wakristo leo ni maskini? Kwa nini kanisa leo lina watu wengi sana ni maskini? Wewe unafikiri ni kwa nini? Wakati Yesu alikufa msalabani, Biblia inatueleza Yesu alikufa msalabani kuchukua umaskini wetu ili atupe utajiri wake. Lakini utajiri wa Kristo, pamoja na kuchukua umaskini wetu, bado tumeukumbatia, na utajiri wake hatujaupata. Wewe unafikiri kwa nini watu ni maskini? Tusome andiko. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Anasema hivi, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kama Yesu alichukua umaskini wetu akatupa utajiri wake, kuwa maskini baada ya kanisa, hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Ni sawa sawa Bwana Yesu akusamehe dhambi, halafu bado uko una dhambi mpaka sasa. Hiyo ni dhambi ya kukana dhambi. Kuna dhambi ya kukana dhambi baada ya Yesu kuchukua dhambi, unampokonya. Kuna dhambi ya kuwa umaskini baada ya Yesu kuchukua umaskini wako. Yaani unampokonya Yesu umaskini wako, ukaonao kwa sababu unaupenda, na utajiri wake huutaki. Umaskini unaweza ukakaa ndani yako kama ukiukataa utajiri wa Kristo, kwa sababu umaskini ni mindset. Tutakuja kujifunza kwamba umaskini unaanzia kwenye mawazo. Kwa mfano, Tanzania tuna rasilimali nyingi sana. Tuna utajiri mwingi sana. Kila ardhi hapa chini kuna aina fulani ya madini. Tuna maziwa mengi kuliko nchi yoyote duniani, yenye kina kirefu, yaliyo mapana, yako Tanzania. Tuna mbuga za wanyama. Wanyama wale waliotoka kwenye safina ya Nuhu wote walimiminiwa Tanzania. Tuna wanyama wa kila aina. Lakini angalia hali ya Watanzania tulionayo. Umasikini wetu uko kwenye mawazo. Umasikini wetu uko kwenye akili. Tukifunguliwa akili, tukafunguliwa mawazo, tukawaza sawa sawa, tukachukua hatua sawa sawa, hatuwezi kukaa katika hali tulionayo wa Tanzania. Tanzania ni nchi ya kusaidia nchi nyingine, sio nchi ya kuomba misaada. Ngoja nisiingie huko. Lakini ukijihusisha jambo ambalo halikuhusu, ukijihusisha litakuhusu. Umaskini haukuhusu. Baada ya kifo cha Yesu pale msalabani, umaskini haukuhusu. Unakuhusu kwa sababu ulijihusisha nao. Ukasema bana, ndivyo tulivyo sisi, uko wetu ndivyo tulivyo sisi, ni sisi mbongoke. Sijui lugha gani nimesahau. Yaani watu wanajifikia umaskini, anaweka mkono begani, mimi maskini wa watu. Utabaki hivyo kwa kukiri kwako umaskini. Ndio maana uko kwenye hatua ya umaskini. Umaskini ni fikra, umaskini ni mawazo.
ambayo nilikwambia pale mwanzo kwamba maisha ya mwanadamu yanaanzia rohoni. Mwanadamu ni rohoni 100%. Halafu yanajitokeza huku nje. Huku ndani ukijiona wewe ufai, huku nje watu watakuona ufai. Huku ndani ukijiona maskini, huku nje utakuwa hivyo hivyo. Biblia inasema aje katika Mithali sura ya 23 mstari wa 7. Mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona mnyonge huku, walipojiona kwamba ni mapanzi huku nje kweli watu wakasema nyie mapanzi kweli. Jinsi unavyojiona, ukijithamini watu watakuthamini. Ukijiheshimu watu watakuheshimu. Ukijidharau watu watakudharau. Unaanza wewe. Unawaanzishia watu wewe. Ukijiona mnyonge, watu watakuona mnyonge usiyefaa. Lakini jambo lingine ambalo ukijihusisha litakuhusu ni sheria na Torati. Baada ya kanisa, baada ya kuokoka, Torati haina nafasi tena. Kwanza ishaandikwa huku ndani. Ukisoma katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 na kuendelea, kwamba ile Torati itaandikwa humu, si katika vibao vya mawe, bali inaandikwa huku. Kwa hiyo inafumuka kutoka ndani, lakini haituongozi. Kinachotuongoza huku ni imani, lakini ndio inayokukataza kwenye dhamiri. Imeandikwa kwenye dhamiri yako. Dhamiri ni hakimu wako wa ndani, ambaye anakuambia hili kosa, hili si kosa. Kwani sasa unajuaje kosa? Unajuaje kosa? Kwa nini ukifanya kosa unakosa amani? Kuna watu wengine wakifanya kosa, akifanya dhambi anaenda kulala. Anakosa ujasiri wa kuongea, anakosa ujasiri wa kila aina. Kwa nini? Torati ya ndani inamhukumu. Inasema huku ndani ipo, lakini huku nje tunapaswa kuongozwa kwa imani. Kwa hiyo Biblia inasema, Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na 18, kuna jambo nataka niweke vizuri pale. Anasema hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati na manabii. La, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Mstari wa 18. Kwa maana amini nawaambia, mpaka nalirudia ile neno kwa sababu ndipo kwenye jibu. Watu wengi nilivyosoma huu mstari wakasema kajikamatisha, natoka ndugu yangu, nachomoka. Angalia hii, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka, hata yote atimie. Yesu alikuwa na maana kwamba wakati alichoandikiwa mwanadamu akitimilize, kama hakijatimia hakuna kutanguka Torati hata yodi moja, mpaka yote atimie. Neno hata yote atimie kwenye Biblia ya Kiingereza anasema until the law, until all things accomplished. Until maana yake mpaka yote yatimizwe. Yasipotimizwa yodi moja haitoki. Lakini hata yatimizwe, huo ni mwisho, kuonyesha agano la kale lilikuwa na mpaka. Maana yake yakitimizwa, Torati haina nguvu tena. Na tunajua wazi kabisa kwamba Yesu alikuja kuitimiza Torati. Pale ambapo tulishindwa sisi, Yesu alikuja kutimiza. Soma Luka sura 24 mstari wa 44, nasema hivi, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi, mpaka yatimie. Yesu alipokuja, alikuja ili atimize yale yaliyotushinda ya Torati, hata yote yatimie. Na Yesu aliyatimiza yote, akasema imekwisha. Torati imekwisha, sheria imekwisha, kanuni imekwisha. Alitimiza yote hatua kwa hatua. Siku moja tutajifunza hapa kuona jinsi Yesu alivyotimiza yote aliyoandikiwa, yale yote ambayo alitushinda. Unabisha? Soma Warumi 3. Warumi sura ya 8 mstari wa 3 anasema hivi, maana ya yale yote yaliyoandikwa
yale ambayo, naomba nianze, maana yale yasiyowezekana kwa sheria wakati ule, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili huu, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusienende kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa Kristo torati imekamilishwa. Kwa tunaona hili andiko linaeleza wazi kabisa kwamba yale mambo ambayo yalitushinda sisi kwenye torati, Yesu alikuja kuyatimiliza kwa ajili yetu. Ndio maana Yesu ni mkombozi. Ndio maana ukimwamini Yesu aliyeshinda, na wewe unabeba ushindi wake. Ukimkataa Yesu aliyeshinda, unabaki kwenye kanuni na sheria zako, na unabaki wa kushindwa. Ndio maana tunafundishana kumwamini Yesu aliyeshinda. Katika Waebrania sura ya 8 anasema sisi tuwashindi zaidi ya kushinda kwa ajili yake Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu Kristo tu sisi tuwashindi. Sifa za Wakristo watumwa ni hizi zifuatazo: wanamwogopa Mungu kama jaji au kama hakimu. Mungu kwao sio baba. Hata wanakosa ujasiri wa kukaa kwenye maombi. Warumi 8:15 anasema, maana hatukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Lazima utambue mahusiano mapya ambayo Mungu ametupa baada ya Mungu kuwa baba. Sisi si watoto. Sisi tu watoto, tuishi kama watoto. Sisi tu watoto, tutembee kama watoto. Sisi tu watoto wa Mungu, tuombe kama watoto wa Mungu. Sisi tu watoto wa Mungu, tulale kama watoto wa Mungu. Yohana 1 sura ya 4 mstari wa 18 anasema, katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hajakamilishwa katika pendo. Ukiomba kwa hofu, ukimpenda Mungu kwa hofu, wewe ni mtumwa na kuna adhabu. Wanaoishi chini ya sheria na torati badala ya neema, hao ni watumwa. Wagalatia 4:9 anasema, bali sasa mkiisha kumjua Mungu au kuzidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku, miezi, nyakati, miaka, usifanye fulani, unayarudia. Biblia inasema hayo ni mafundisho manyonge. Kufundisha torati ni mafundisho manyonge. Kufundisha sheria, kanuni, hayo ni mafundisho manyonge. Au mwadhani maandiko yasema bure? Wagalatia 3:1 anasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi, ambao Yesu Kristo alikuwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Badala ya kuanza katika roho, mnataka kukamilisha katika mwili. Paulo anatukana matusi mazito sana hapa watu ambao wanahubiri sheria na torati. Pale juu kasema hayo ni mafundisho manyonge. Lakini hapa Wagalatia walipomwacha Yesu, walipoacha neema ya Kristo na kuikamilisha kwa sheria, kwa torati na nini, Paulo akawaandikia sema, enyi Wagalatia msio na akili. Mmekuwa wajinga namna hii? Msio na akili. Nani aliyowaloga? Kuiacha neema ya Mungu, imani katika Yesu Kristo, huko ni kulogwa. Hata kama umeokoka, hata kama unanena kwa lugha, kama uko kisheria, kitorati,
wewe umelogwa. Na aliyekuloga kafa, ambaye ni shetani. Torati, kumbuka, ni sumu ya kanisa. Kanisa limezikwa, halikui, halisongi mbele, linapoa. Linapozwa na Torati, linapozwa na sheria, linapozwa na kanuni. Lazima tumgeukie Kristo sawa sawa. Ndipo tutakapoona kukua. Ndipo taji ule utaji ambao ulimfunika Musa utakapoondoka. Ngoja nikupe somo moja ya Torati. Sumu ya Torati inavyoua. Ngoja nikupe somo moja. Utanielewa au utamuelewa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: ila fikra zao zimetiwa uzito, kwa maana hata hivi leo wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huwakaa, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huwakalia mioyo yao, lakini wakati wowote wamgeukiapo Bwana, ule utaji huondolewa. Yaani unaposoma Torati, unaposoma sheria, unaposoma agano la kale, ule utaji ambao ulimfunika Musa unakufunika na wewe. Ukisoma vizuri, utaji ni ubumbuazi, akili, uelewa wa kumuelewa Yesu unafunikwa ndani yako kila unaposoma Torati, kila unaposoma agano jipya. Au wadhani andiko hili linasema bure? Au wafikiri hili andiko la kwangu? Au wafikiri hili andiko niliandika mimi? Liko kwenye Biblia ulio nalo, kwamba kila unapoisoma Torati, agano jipya, sheria, ubumbuazi fulani unafunikwa, uzezeta fulani unakufunika usimuelewe Kristo. Mstari wa 16 anasema, lakini ukimgeukia Bwana na kuachana na sheria na Torati, ule utaji unaondoka, unaanza kumuelewa Yesu kwa upya, na ghafla unaanza kukua. Lakini akili zao zilifunikwa, maana hata leo hii Torati ya agano la kale isomwapo, ili utaji ule unawakalia, ili wasiweze kuelewa mambo ya Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 14 nasema, ila fikira zao, katika Kiswahili cha kisasa, zinatiwa uzito. Fikira zao. Unaposoma agano la kale, tafsiri hii, Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 14 anasema, ila fikira zao zinatiwa uzito. Ule utaji katika tafsiri ile ya agano la kwanza, Biblia ile ya Kiswahili cha kawaida inasema utaji, lakini katika tafsiri ya Kiswahili utaji anasema fikira zinatiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati isomwapo agano la kale, utaji ule huwakalia, yaani hawafunuliwi ule ukweli kuhusu Kristo. Utaji ni picha ya kuondolewa ukweli wa kiroho. Wayahudi waliendelea kushikilia Torati kimwili, wakikosa kuona kwamba Yesu Kristo ndiye mwisho wa Torati kwa haki. Ndio maana walimkataa Yesu, kwa sababu walishika Torati. Ukishika Torati lazima mkatae Yesu. Ukishika kanuni lazima mkatae Yesu, kwa sababu utaona neema yake ina mapungufu. Haitoshi, ni mpaka uijazilize kwa Torati, kwa sheria na kanuni mbalimbali. Hapo umeshamkataa Yesu. Wewe unafikiri kwa nini Wayahudi walimkataa Yesu? Soma katika Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 1 na ule wa 5. Wayahudi walikuwa wanalazimisha mataifa waliookoka washike Torati ya Musa. Na baadaye ndio ikakaa sinodi ya kwanza, wakasema, jamani, tusiwasumbue watu, tusiwavike tena kongo ambalo hata sisi wenyewe tulishinda. Achana na sheria, bali tuambie hawa watu wajitenge na damu, nyama zilizosongolewa, kuabudu mizimu na sanamu, na kujiepusha na uasherati. Usicheke na uasherati. Uasherati unamaliza mambo ya rohoni, unanyonya mambo ya rohoni, sio kawaida. Watumishi wengi wako Ichabod
kwa ajili ya kujihusisha na uasherati. Tosheka na mkeo. Kama una tamaa, oa, lakini usijihusishe na mchepuko wala nini. Na ukisha oa, kaa katika njia kuu. Dumu na mke wako. Kuna siku tunajifunza somo la ndoa, mambo yakae vizuri. Jambo la mwisho, kundi la mwisho, la 4, ni watu wazima kiroho. Ni wale ambao wamekubali kukua. Ni watu wazima kiroho. Ni watu ambao tunawaita ni spiritual mature. Spiritually mature. Hawa ni waumini waliokomaa. Wanasema ukikomaa unavunjika, si ndio? Haya ni waumini ambao wamekua, wamekubali kukua, wamekubali kuongezeka. Ni waumini wenye uwezo wa uelewa wa mapenzi ya Mungu. Wanatembea na kuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Wanaweza kufundisha wengine kumjua Kristo katika utimilifu wake. Sio kufundisha tu, kwa sababu kuna wengine ni mafundi wa kufundisha Torati na sheria. Achana nao. Wanajua kufundisha umuelewe Yesu Kristo, kukuunganisha mahusiano na Baba, kukuunganisha na Yesu, kukuunganisha na Roho Mtakatifu, kukuunganisha na neno, kukuunganisha na kweli. Watumishi wa kweli lazima wakuunganishe na agano jipya, wakuunganishe na Roho Mtakatifu. Ni watu wazima kiroho ambao wamekuwa, wanajua mapenzi ya Mungu, wanatenda haki ya Mungu. Hakuna uchungu wa rohoni. Katika Waefeso anasema huu ni mwelekeo ambao kila aliyeokoka anapaswa kuufikia. Kila aliyeokoka. Ndio maana anasema kuna safari ya kukua kiroho mpaka tuwe watu wazima rohoni. Tuwe watu wazima rohoni. Tukomae rohoni. Baada ya kuzoeshwa na kufundishwa mafundisho sahihi. Sasa utakuwa saa ngapi kama unafundishwa wewe una mizimu? Utakuwa saa ngapi kama wewe unafundishwa mizimu ya baba zako ina nguvu kuliko wokovu wako? Utakuwa saa ngapi? Kwa sababu mafundisho yanayotia hofu na kutia shaka katika neema ya Kristo, hayo ni mafundisho ya upotofu. Utajuaje mafundisho ya upotofu? Ni yale yanayokutoa katika nguvu ya Kristo. Ni yale yanayokutoa na kukujaza hofu. Kila saa hujiamini, unataka tu umtegemee mtumishi wa Mungu akuombee. Lete kuku nikuombee. Lete sadaka nikuombee. Toa sadaka ya ukombozi. Jamani, watu watakwenda kuungua vibaya. Yaani Yesu ametoa sadaka ya ukombozi, lakini bado leo hii kuna Wakristo wanaambiwa watoe sadaka ya ukombozi. Na waumini na watumishi wa Mungu wanapokea, wanakula sadaka ya ukombozi. Mungu aturehemu. Mungu aturehemu. Kanisa kweli limevamiwa. Kanisa kweli lina mamuluki. Unaweka sadaka mbele, bora pesa itoke. Unamdanganya huyo mtumishi kwamba kwa jogoo wako huyu, eti unamwambia Mungu, kwa buku hii ulinde familia yangu. Yaani Mungu alinde kwa buku yako. Unamfanya Mungu ni maskini, ni omba mpaka hahitaji buku yako ndio akulinde. Anayekudanganya nani? Nani aliyekuloga? Tuache hizo, tuhubiri injili ya kweli. Sifa za mtu mzima kiroho ni hizi zifuatazo. Anaelewa neno la Mungu na kulitumia kwa hekima. Waebrania sura ya 5 mstari wa 14 namalizia sasa. Anasema bali chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao kwa mazoezi wanafanyiwa mazoezi ya akili, au akili zao zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Pili, watu wazima rohoni hutembea, hawatembei kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya Roho. Wagalatia 5:16. Enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. 3, watu wazima kiroho wana uthabiti wa imani katika Yesu Kristo na mafundisho yao. Waefeso 4:13-14. 4, watu wazima kiroho sifa yao, wana matunda ya Roho Mtakatifu. Wagalatia 5:22-23. 5, watu wazima kiroho wanatambua kwamba ni watoto wa Mungu. Nao ni nuru ya ulimwengu. Wala si watumwa.
wanatambua, wanajua kwamba wanajua wao ni watoto wa Mungu, na kama ni watoto wa Mungu wao ni warithi. Hawarithi laana kwa baba zao wa mwili, hawarithi chochote kule kwa wahenga, kwa mababu, kwa mababa, kwa mama, kwa mabibi. Hawarithi, wao wanarithi kwa baba yao wa rohoni, Mungu. 6, wanaishi maisha ya imani, si kwa kuona, si kwa matendo. Tutakuja kujifunza. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, wala hataishi kwa kuongozwa na torati, sheria au kanuni au masharti. Mungu atutie nguvu ili tuweze kuelewa kwamba haya makundi matano manne haya makundi manne yapo kabisa. Jichunguze, jipige krisilei. Wewe uko kwenye kundi lipi? Wewe ni mtoto kiroho? Wewe ni mtumwa? Ni mtumwa? Au wewe ni mtu mzima kiroho? Au wewe ni mlokole wa kundi lipi? Na hili wala usije ukajibaraguza kwamba mimi ni wa maji mengi, kwa hiyo hizo mambo hayanihusu. Maji mengi yanakutoa kwenye andiko? Kwenye fundisho hili yanakutoa? Mimi ni wa maji machache bwana, mimi nafuata ubatizo aliobatizwa Paulo. Sijidanganye kwa lolote. Mimi nakaa kwenye fundisho la Biblia. Biblia unaiona ni moja, karagabaho. Lakini Mungu anataka tuhame. Na ukihamishwa na Yesu, hamishika. Ukitafutwa na Yesu, tafutika. Ukiitwa na Yesu, itika. Huo ndio utii unaotakiwa. Ukitakaswa na Yesu, takasika. Ukiokolewa na Yesu, okoka. Ukiponywa na Yesu, ponyeka. Anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Yesu anabisha katika mlango wa moyo wako. Fungua, Yesu aingie, uone maajabu na miujiza ya Yesu kukubadilisha. Uko kwenye kundi gani? Kipindi kinachokuja tutajifunza zile hatua 7. Usikose hatua 7 za kukua kutoka kwenye wokovu mpaka tufikie hatua ya mwisho kabisa ya kufanana na Yesu. Yaani tunatakiwa tukue tufanane na Yesu. Kama Yesu aliponya kwa kivuli tu kupita, hiyo hivyo. Watu wanashangaa leo kuna maji mtumishi akiombea unapona. Watu wanashangaa. Tuko chini sana. Paulo aliponya kwa vitambaa. Petro aliponya kwa kivuli chake. Yaani wa Petro alikuwa akipita, watu wanajipanga kwenye kivuli chake, sio yeye, kivuli. Na wala hasemi kwa jina la Yesu, kivuli kiliwaponya watu. Tunatakiwa tukue, tufike kwenye level. Leo hii unaweza kupeana mkono na mchawi wala hata asitingishiki. Yaani huna upako hata tone na kumtingisha mchawi. Mchawi tu agent. Mtu mdogo sana. Unajua mchawi ni agent tu abilisi. Sasa kija shetani mwenyewe utafanyaje? Tuna nguvu kubwa, lakini haionekani kwa sababu tumeizika. Tumekaa katika uchanga kwa muda mrefu. Kanisa limekaa katika utumwa kwa muda mrefu. Kanisa, toka katika uchanga, anza kukua. Kanisa, sikia, toka katika utumwa, anza kukua. Kanisa, toka katika hatua za utumwa. Wewe ni mwana, anza kukaa kama mwana, tembea kama mwana, jisikie kama mwana. Wewe Mungu ni baba yako. Mungu ni baba yetu. Roho Mtakatifu, piga muhuri andiko hili. Bila kujali level zetu, bila kujali ni askofu, bila kujali ni Mkristo wa kawaida, piga muhuri andiko lako. Katika nyakati za mwisho, kanisa lirudi katika nafasi yake. Kanisa lirudi katika heshima yake. Kanisa lirudi katika hadhi yake. Ili tukionya mataifa waweze kuonyeka. Tukikaripia, leo kanisa linakaripia serikali wapi? Linaonya serikali wapi? Ikabodi. Kanisa limeachwa. Tutafute uso wa Mungu kwa upya. Tumtafute Roho Mtakatifu kwa upya. Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku. Asante.